Huyu mtu ananikasirikia na mnakani sasa. Si amkaidi tu vizuri. Ona sasa. Ona vile na PF, ona. Hili. Enga. Oh my goodness. Ama ya. Hapo pa kumchinja sitaki. Makwa. Mzee. Hii ndio kazi nilikuajiri huo nafanya. Bazu, si na ubaya. Fanya namna hii. Nimeona hakuna acha nikae tu bure. Basi hakuna shida, leta chakula. Okay, sijapika. Lakini ndio niko kwa process. Uko process ya kupika. Makwa, tangu asubuhi ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa na watch cartoon, nikatoka kwa cartoon, nikaingia kwa Jackie Chan. Sasa si unaona? No, ngoja kidogo. Kalipwa Mungu. Nilikuwa nimekuambia uende uangalie mafundi bila wanafanya kazi. Mafundi nimeona hakuna haja niende huko. Umeona hakuna haja? Sababu wewe ndio umejajiri kazi. Sio hivyo. Mimi nakuuliza mimi na wewe nani amejajiri mwingine kazi? Pasu ni wewe sijakataa. Nani analipa wewe mshahara? Ni wewe Pasu. Nani anaweza sema uende nyumbani? Ya shauti. I'm asking you. Kazi yako ni gani? Kupika, mimi ni kuka. Mimi na hiyo ndio kazi unafanya hapa. Pasu ni kutoa tu chazi. Sasa chakula iko. Hakuna ukweli, hakuna. Sasa sikia. Naweza ingia jikoni. Let me show you. Wacha nikuonyeshe ile wacha hiyo remote hapa. Weka remote. Sorry kama nimekosea pale. Mshauri enga baba. Twende. Akipasu. Pasu. Nini Pasu, kwani nimekuangalia huyu. Bazu. Yes. Ndio. Umeleta mtu? Bwana nimekuja. Huyu ni ile nilikwambia. This is the amekuwa cook hapa lakini very lazy. Angalia hapa. Mimi nakuuliza. Angalia huyo. Nimemwangalia. Ako na rasta kama wewe. Ni kweli. Ukiangalia ni mwanaume. Ni kweli. Ni nini ambaye wewe ufanya ndani ya hii nyumba ambaye huyo haitifanya? Watch cartoon. Yes, exactly. Anashinda kuwatch cartoon, kuangalia sinema. Sinema unapata unaangalia Jackie Chan. Wataka kuwa Jackie Chan? Hapana, ni kuangalia. Umeona Jackie Chan akiwa na tumbo kama hii? Tumbo karai. Unataka kupiga Bazu? Hapa siwezi mpika, unajua yeye ndiye ameniandika kazi na siwezi kupika. Angalia. Tumbo ya huyu yuko flat. Ni kweli. Ako tayari kufanya kazi. Sana. So hiyo inakuonyesha kwamba hajakula kasiba kama wewe. Tumbo karai. Sasa sikia. Kumaanisha yani namwaka unga. Si tunamwaga. Ungo limwaga jana. Leo asubuhi nikapata umemwaga mboga. Bazu waki. Nataka hii kazi kusema ukweli. Ungekuwa unaona cartoon. Sikia. Let me tell you. Kuna gari ukitaka kwenda kwenyu nyumbani. Kuna gari ya matunda express. Ni kweli. Na kuna msamaria. Unataka kwenda na gani? Siko tayari kwenda na yeyote. Uko tayari? Sasa sikia. Kama unataka uendelee kukaa hapa kufanya kazi, ndio lazima ukuwe tayari kuwa chini. I'm feeling ready. Ya hii kijana. Niko ready kabisa mzee. Hii kijana anaitwa Alasi. Alasi mimi niko ready. Uko tayari? Niko tayari kabisa. Na alafu kitu kingine. Wakati ile utakosea hapa, unanyoroshwa viboko. Lazima. Alasi. Na mimi. Alasi na mwiko. Hata mimi niko tayari. Niko tayari. Basi usinipike saa hii. Wacha nimalize kazi, unipatie ile kazi na nipatia, alafu ndio usifuate na kipoko juu zake. Sawa. Unataka uchape viboko ngapi? 52. Sawa. Si nyingi hizo. Ndio. Sasa onyeshwa kazi ile bila utafanya. Yes, uanze kazi saa hii mara moja. Unaanza straight away. Angalia ni nini nilikuwa nimewekelea pale. Angalia. Nyama inaelekea. Karibia tu hapo. Karibia. Uangalie ni nini? Angalia nini hiyo? Si nyama. Ni nyama. Ni nyama. Unajua kupika nyama? Tena sana. Utakula yote jikoni? Nitakuwa naonja tu kama imeiva. Okay. Bora tu Bazu apate yake. Ni kweli. Ni kweli. Hapo atapata. So wewe endelea tu hapo na mimi nikumbushe mtazamaji wetu that leo ndani ya East African edition of Reke Shumenene niko na Bazu on the Ek Nyuka Quarter
na Makoha mwenyewe in the building. So usiende mbali sana, na kama huja subscribe, hit that subscribe button kama unatuwatch pale YouTube, alafu tufuate kwa mitandao yote ya kijamii, tukiendelea kujuana zaidi na Ondiek na Makoha. Ndio. Yes. Bazu. Yes. Sasa huyo atafanya hii kazi vizuri. Huyo atafanya kazi. Atafanya kazi. Na wacha kwanza nimpatie hii chopping board. Hii niliona ulinunua kula kwa Business Kitchen. Businesskitchen.com. Hii chopping board kwanza ni kuonyeshe bwana Makoha. Ni kama alileta jana. Hii alileta jana, Bazu akanionyesha kutumia. Alinunua kutoka Business Kitchen. Ukifinya hivi na hivi, unaoshea nyanya zako. Ukimaliza kuosha, unajua hautajua, Ni kweli unakuja unainamisha hivyo. Ndio. Unafinya hivyo, sasa unaendelea kukata. Sasa chukua, fanya vile umeambiwa. Sasa fanya hivyo. Osha kwanza. Nyanya ndio ya kuoshwa. Hata hiyo. Na kitunguu. Nyanya tomato si nyanya yako. Sawa. Ni kweli. Tuko pamoja. Mzee, unanipeleka mbio. Unajua una confuse, unaona ni kama tunaongea mambo ya nyanya yako. Ni kweli. Sasa hii ndio ungechukua, hii jamaa kuelewa ni ngumu. Uoshe nayo vile tumekuonyesha. Unafinya hivyo. Unafinya namna hii. Unaoshea hapo ndani. Unaoshea hapa ndani. Okay, mimi nimefanya kitikita. Kitikiti? Kiana. Sawa. Yes. Wewe sasa bwana Makoha, wewe ukiendelea kukata hizo, wewe endelea tu. Sisi wacha kwanza tupige story hapa na Bazu. Mimi huyu jamaa mambo yake wa ngumu. Naona nilitafutia hata bibi. Bibi akatoroka. Si ni kweli Makoha? Usiseme hiyo ya bibi. Sema polepole ndugu yangu. Alikuwa nimemtafutia bibi, bibi akatoroka. Nikatafutia bibi ya pili. Akapata tena nikamta bibi mzuri kabisa. Huyu bibi alikuwa amekuja na watoto 7. So Makoha hapo ulikuwa na kazi yote ya kufanya? Hapana. Si ulikuwa umepata kitu bibi ready made. Nilikuwa nisema na watoto. Nikulea tu. Hata hiyo alishindwa. Akashindwa. Hata hiyo alishindwa. Sasa ndio mimi nashindwa. Makoha ni nini unaweza? Waambie ule buto, hata kama ni kutuma katika watu kwa TV wa kuangalie, waambie ile mtu anataka kuolewa na wewe. Atakupata namna gani? Na unataka mtu anakaa namna gani? Exactly. Mimi nataka mtu ambaye ni mtu, si unaona hii mwili yangu? Yaani yuko karibu kutoshana na mimi, kitu kama hiyo. Unaona? Sasa ndio hata ukiwa kwa nyumba unasikia ni kama unalalia pilo. Kabisa ndugu yangu. Lakini mkiwa wawili mnatoshana, sasa itakuwaje? Okay, asikuwe mnono sana, akuwe tu size yake. Sasa unajua ile inakuwa inaingiana. Ni kweli. Itaingiana vizuri sana. Na sasa pia nikuulizaje bwana Makoha? Sasa vile tuliona kwa TV, Bazu uliona kwa TV. Ndio. Uliona wameua Warasta. Wanaua Warasta. Sasa Makoha, ukitumwa duka utaenda kweli ama unaogopa? Siwezi enda. So vile utafanya, wacha nikuambie vile utafanya. Mimi nasaidia Warasta yote bali ulimwengu mzima. Nyoa Rasta weka ndani ya nyumba. Sasa ile unaenda kwa duka, una nini tu unaenda bila. Ukirudi ndani ya nyumba unarudisha. Si unabandika tu. Kuna hii nasita super glue. Super glue. Unarudisha. Unajua wacha nikwambie kitu moja. Kusema ukweli, Rasta si mbaya. Rasta ni binadamu kama ule mtu mwingine. Ni kweli. Nikuulize namna hivi. Nani kwa Biblia? Nani alikuwa na Rasta? Kulikuwa na Samson. Nywele inaingilia wapi hapo? Na ni kweli. Umenipata? Ni kweli. So hii Rasta imetoka mbali. Na iko na mambo yake. Lakini unasikia wakikuona Rasta wanataka hiyo nywele. Unajua kama hii yako ndio juzi unaniambia ati unanikopa pesa. Na hii ukichukua tu kidogo namna hii 50,000. Siuze kidogo. Siwezi. Wacha ikae. Lakini Bazu, on a very serious note. Yes. Kuna hizi profiling zinaendelea. Mtu anaangalia mtu anaona huyu anakaa mkora fulani ama huyu anakaa type fulani. Hiyo story yote ya profiling unaiongeleleaje? Actually bile kitu ambacho nataka kuambia watu kuna kitu inaitwa mob injustice. Si mob justice, mob injustice. Because kumwangalia mtu
na kumdhania ni muisi alafu unarudi unaua. You kill an innocent Kenyan. True. Unaua tu namna hiyo. Baadaye ndio unarudi kurealize mumeua mtu innocent. Kama mtu mna msuku kwamba yeye ni muisi ama ni muuaji ama ile vile mtafikiria. Piga simu polisi. Yes. Ama mfanye kitu inaitwa citizen arrest. Peleka yeye polisi. Ni kweli. Let the law prove beyond any reasonable doubt ya kwamba hiyo mtu ni muisi ama ni muuaji. Because at the end of the day, mob injustice, tumeua watu wengi sana innocent hapa Nairobi. Kabla mtu ajue kwamba hii mtu alikuwa innocent, mumeua. Ni kweli. It is actually very bad. Kama hiyo unaona hiyo warasta walikuwa wakachoma vijana wakachoma pamoja na nduthi. It is very painful. Inaumisha. Ni kweli. Mtu kama mimi nikiona kitendo kama hiyo Musasi, na mimi ni Musasi, I feel very bad. Okay. You see, najaribu kuimagine, hata nilipoona nikaimagine. Nikaona mmoja ni rasta na naenda kufanana na Makoa. Nikaanza kujiuliza, ingekuwa ni Makoa kungeendaje? Ni kweli. Unaona? Yes. Watu wataki kujiweka kwa hiyo biatu ya hiyo watu. Ni kweli. Because it is very painful. Na Wakenya hapo ndo tunaangukia mtihani. Ni kweli. Mob injustice. Sasa hata mtu akikuita muizi hapa town, ule amekuita muizi, watu watakukimbiza na yeye arudi disappear. Ni kweli. Watakukimbiza, waanze kukupiga. Ukiwauliza, by the way, ameiba nini? Na ni muizi, ameiba, hawajui. Hakuna. Lakini wanakuita muizi, which is very bad. True. Na Makoa, wewe ushawahi kuwa profile ukapatana mtu akapatana na wewe akakwambia wewe unakaa muizi, wewe umechukua kitu fulani? Wacha tuokope Mungu. Sijawahi pata. Okay. Sijawahi pata mtu aina hiyo. Manake hii yangu anachua it's a trademark. So wanachua they know. Wanajua. They know. Okay. Lakini wacha niongeze kitu kingine. Yes. Usichukue sheria mikononi mwako. Ni kweli. Kwanza fuatilia kiini hasa ni nini imefanyika na nini unafaa kufanya. Ndio. Hawi tukeza mpaka hapo. Yes. Very good. Usiue tu kiolela. Ni kweli. Umesahau kusema kwa. Ndio. Umesahau iko kuna ujumbe ilikuja kutoka Ruiru. Ikasema atachapwa risasi 2 za huku nyuma. Umesahau hiyo? Sasa wewe mzee, sasa unaweza kuleta vitu zingine. Sile alikuwa ametumiwa. Hukutumiwa SMS. Sitatumiwa kitu kama hiyo. Na kuna ingine alitumiwa kaambiwa ati kichwa yake inatakana saa 8 ya mchana the following day. Au kulala kama hoja. Ukulala police station siku hiyo. Sikulala mzee, sikulala, uongo mbaya. Hii mambo saa nyingine unapata report mpaka unachanga. Ni kweli. Tukiwa hapo ndo I think our viewers wanataka sana, wamefurahi sana. Ukiangalia comment sections utaona zinawaka moto pale. Tuanze na wewe Bwana Ondiek. Ndio. Watu wanawajua vizuri sana. Hata nimetembea na nyinyi hapa nje, kila mtu from the security guards pale wanawajua vizuri sana. Lakini mtu anaweza jiulizaje, Ondiek, wewe mtu akakuuliza Ondiek ni nani? Unaweza mwambia Ondiek ni nani? Hiyo ni swali rahisi kueleza because Ondiek is a character. Yes. A result of creation. It is through creativity that Ondiek Nyukakota now comes to exist in the minds of Kenyans, in the minds of the viewers. Wale watu wanamuona wanaona Ondiek Nyukakota, and he has existed in their minds for so long. Manze. And one thing that we realize is that we actors, we are the mirror of the society. True. So anytime they look at Ondiek, they are able to relate it with a neighbor or maybe with themselves. Wanaona hii msee ambaye Ondiek Nyukakota, they from Siaya, ambaye ako na mabibi wengi. But you see, there is that other man who is behind the character. Because normally in acting, there is the role that you play. Kama sasa tuseme hii Ondiek Nyukakota is a character that has been created, that has characteristics zake. Katika kitu tunaita character Bible. Lazima uelewe kwamba Ondiek Nyukakota ni nani. There are some things that Ondiek Nyukakota as a character cannot do ambao Makoha Makacha anafanya. Because Ondiek Nyukakota is an educated man. Unlike
Makwa Dr. Makacha ambaye alikusoma yake alipitia karibu na shule. Unaona kupita tu hiyo ndio sasa alipitia tu karibu hapo. Unaona? So unapata hii character mbili, hiyo ndiye Kinyuka Kuota na hii Makwa. These are two different people. Ni kweli. Na sasa huyu hawezi kuwa huyu. Ni kweli. Unaona? True. Sasa huyu ndiye Kinyuka Kuota. Anakuwa real in the minds of Kenyans. Hata kuambia kwamba Ondieki does not exist, they will not understand. Ni kweli. Because in the streets hawatanisalimia na jina ingine. Ni Ondieki Nyuka Kuota. Ama Nyuka Kuota. Tuongee kuhusu Ondieki Nyuka Kuota. Siku ya leo sasa. Yes. Ondieki Nyuka Kuota, yes. The character. The character. Sisi tumemjua sana sana tuseme kitu kama vioja mahakamani ndio tuliweza kumjua vizuri sana. Yes. But Ondieki Nyuka Kuota, the character. Yes. Alizaliwa wapi? Hiyo the character. Yes, the character. Yes. Ondieki Nyuka Kuota alizaliwa Siaya. Okay. Na he actually comes from a wealthy family. Na kwao the grandmother, my grandmother ndio alikuwa the first mayor ya Kisumu. I come from unajua watu kwetu na siasa. Hata babu yangu alikuwa senior chief. Unaona? Sasa ukijaribu kufuatilia msuri namna hiyo unapata niko na wandugu, niko na watu. Unajua hata watu wengine ndio sasa hivi nataka wajue kwamba Barack Obama ukikuja Siaya and then uanze kuingia namna hii tuingiane kabisa, utakuja kupata ya kwamba Barack Obama kuna pale wanakutana na Ondieki Nyuka Kuota wanakuwa brothers. That's the reason why ukiniangalia saa ingine unaona mimi nakaa ni kama Barack Obama. You see, people mistake me on the street. Kuna mtu ananiambia, "Aya, Barack Obama." Nikana mimi mwenyewe na shanga. Wananiangalia because he's my blood brother sababu tume hiyo mambo ya kukutana kukaa pamoja unaona. Alafu naye mama yangu akatoka kwa hii clan inaitwa Umira Kagere. Unaona? It is also a very prominent family. Unaona? So mimi huyu ni mtu ambaye ako juu. Sasa hata kuja Nairobi alikuwa si mtu atianzie pale chini. Alikuwa tayari yako juu. Already yako juu. Iko vitu vingine mimi naona mtu kama Makwa nilipatana na yeye huko Nairobi anaendesha akiendesha urubaro anasema ni maendeleo. Unajua mimi nashangaa. Kuna vitu ambao Ondieki Nyuka Kuota alishughulika nayo. Unajua nikamuuliza Makwa, hii wheelbarrow yako silikuwa inanipatia kazi ndugu yangu. Ndio hiyo. Silikuwa na pepa nao mawe. Ndio hiyo. Sasa unaona nikakutana na hii jamaa. Sasa unajua Ondieki Nyuka Kuota najaribu kuelimisha hii mtu. At least ukiangalia at least sinimejua kisungu kidogo. Kisungu anaongea siku hizi. Anajua kidogo. Kama how are you? Where do you come? Where do you from? Where do you go? Najua Kisungu. Hata ile nyingine silisema I'm coming. Yes, and you came. I came. Unaona hii ni mtu kuelewa Kisungu. Okay. Yes. Nimemfundisha mambo ili aweze kukaribia na ukweli. Masomo. Vijana wanasema ni kumpeleka na Rieng. Unampeleka na Rieng. Ndio hiyo. Kabisa. Unampeleka na Rieng mpaka sasa yeye mwenyewe anakuwa anaenda namna hiyo. Mpaka sasa akaelewa kumbe anaisha yeye ni tali ambaye si kijana hata nikamwambia yes yeye jiita msesa ingine lakini nikamwambia kulingana na sura yake ni kijana. Nikamwambia sio unajisesa namna hiyo unajua hata mimi mwenyewe nikianguka mtaani Ondieki Nyuka Kuota is actually a young boy. 16 years was anywhere. Mtu ambaye iko tayari ready to mingle Sasa mzee tuseme tu kweli Basu. Sasa wao kijiita kijana sisi vijana tutaoa kina nani kusema ukweli? Seriously, you have to think pana. Sio nimekutafutia ukashindwa. Ni kweli lakini nilikutafutia ukashindwa. Wewe Makwa lakini usiongeleshe Bazu vibaya. Asimuongeleshe kwa sababu naona hii ni kijana na mimi najisikia kijana ni bila unasikia. You feel like a young boy. I feel like a young boy. Nasikia mwili na changamuka. Sio na mimi na changamuka sana. Yes. Hata ile bibi yangu kidogo ile niko nayo saa hii. She's ako na 26 years. 26. Huyo ndio sasa niko naye.
Akifikisha 30 nitafute ingine kidogo. Unajua ukifika 30 unaanza kuhesabu hiyo ni kama ameseeka. You know, you need to be very careful. Usichukuane na mtu aendelee aseeke alafu na wewe uanze kuseeka. Ukue you need to update yourself. Okay. Si hata software unasema una-update. Yes. Si ndio? We update software. Uki-update software unapata hata kama ni simu ama ni kompyuta inaanza kufanya kazi haraka. Kweli kabisa. Yes. Kweli kabisa. Turudi pale kwanza kwa Makoha. Makoha, mtu akipatana na wewe. Ndio. Mtu ambaye ametoka tuseme Nigeria. Na amesikia Makoha akitajwa huku, akuulize Makoha ni nani? Unaweza mwambia Makoha ni nani? Makoha ni jamaa mwingine fala sana ambaye tulikutana naye huko Kakamega. Na si ni kweli? Ni kweli. Ni kweli ni fala. Huyo Makoha sio mwingine, ni huyu Makoha. Sasa huyu Makoha huwa ni mtu tu ambaye 50-50 anakielewa, akielewi, vitu kama hizo. Na anajua kila kitu. Na anajua kila kitu by the way. Yes. Hiyo character ya Makoha ilitokea wapi? Makoha ilitokea kuna jamaa mmoja kitambo, Oshako, alikuwa akizomba matakataka. Sasa hiyo matakataka nikasikia mama akisema na Kiluya sasa. Tulisema yako. Yaani toa hiyo makoa hapo, hiyo makoa ni takataka. Ni matakataka. Sasa huyu hata ukimwona tuko naye hapa, mimi ukaa naye nikijua ni takataka. Mimi ukaa naye tu. Tofauti ni takataka hainuki. Hii ni takataka inuki, lakini na ni takataka ambayo tunakubali tupikie. Ndio namna hiyo tu. Ni kama si hata hiyo takataka ya Kiluya ndio bado unaweza sema tuseme ni kama pasuli letewa soda, sijui kama utakunywa ama acha mimi niendelee. Hata mimi nikunywe. Hata wewe kunywa. Sasa nilikuwa nasema hiyo takataka ndio sasa kwa seng wanaita tako. Tako. Ni kama salamu za huko kwetu. Unajua salamu za huko kwetu unasikianga kama tako. Unaona namna hivi. Kama tako sachu. Mimi ukuuliza. Hiyo unaniambia kila siku nikamate ni nini? Ni hiyo ni salamu. Na unasema kadogo. Kama tako za juu na kama tako za chini. Na kama tako za chini. Kama tako ya juu na ingine. Lakini Makoha, mbona why you confusing me? No, I'm not confusing you. Ni the way situation iko. Yes. Nyinyi wote mmekuwa marafiki for quite some time. Yes. Ziada kwa some time. Miaka. Mmekuwa marafiki kwa miaka ngapi sasa hivi? Hii jamaa ni mzuri kusema ukweli. Tumejuana miaka mingi, si ni kweli? Kweli. Many years. Oh yes. Akiwa sasa unajua sasa ndio bado ni alikuwa kakijana kadogo, sasa ndio amekuwa kakijana kamekula chumvi kidogo, si ndio? You're still a boy. Of course, why not? Yes. Lakini ni kitambo. Yes. Tunaongea kuhusu miaka kama 20 na kitu. Your first meeting, wakati mlipatana siku ya kwanza. Ndio. Unaweza kumbuka ilikuwa wapi? Na najaribu kukumbuka. Sababu iko wakati alikuwa anafanya Nissan. Si kweli? Ndio morning drive. Alikuwa anafanya morning drive. Alikuwa ndio anasoma news. Ulikuwa unasoma news? News ni ya asubuhi. News ndio habari? Ni habari, habari. Ndio hiyo ya asubuhi. Okay. Alikuwa anakuwa huko, anapatia watu update. Anapatia watu update. Ndio akarudi sasa, akakuja pande hii ya KBC. Ile siku ulikuja ikiwa KBC. Exactly. Akakuja. Siku hiyo tulikuwa katopata, tukaanza kuendelea kutembea naye. Okay. Uliwahi fikiria that hii urafiki yenu itadumu hii miaka yote? Saa ingine mkianza urafiki wewe sijua. But a time comes, unaona, kumbe this man to be grow and we are very close to each other. Yes. Ni nini kitu moja ambayo yenye unasema umejifunza hiyo miaka mmekuwa marafiki kutoka kwa Makoha? Kutoka kwa Makoha? Nimelearn kitu moja. Humility. Kitu ya pili. Kutoweka hasira. Okay. Kitu ya tatu. kukataa kupata depression ama stress. Okay.
Unajua makoa hawezi pata. Kuna vitu hawezi pata. Haisi umo na kichwa juu ati kuko na kitu inamsumbua. Haisi kuwa na stress. Akose usingizi. Aanze kusumbuka na mambo ya kesho. Nilijisomesa na yeye anahisi leo. Kesho itajitetea. Na hivyo ndio Mungu anataka. Si ni kweli makoa? Hapo umeponga. Hapo ni point. Hapa ameponga. Haezi kosa kukula ugali ati sababu AFC Leopard imeshindwa. Atakula ugali kama kawaida na atalala kama kawaida. Exactly. Hii mambo imsumbui. Stress management. He's very good. Mambo ya stress management. Alafu kitu ile ingine kujipanga katika hii maisha. Amejipanga. Na hata watoto wamepata kwa mpango. Ni mtu si ni kweli niwaambie hiyo. Hakuna haja. Tumepata na mpango. Watoto. Waambie watoto Watoto. Wale walikuja. Ndio wale 7. Utawaambia hiyo 7. Hiyo si ndio nilikuwa nawaambia hata hiyo 7. Ile 7 walikuja. Hiyo 7 ni mzuri. Na umeongeza wangapi hapo juu? 4. 4 peke yake. 7 plus 4. 11. Ni mtu anajua karibu kufikisha timu. Na hiyo yote ni sababu ya family planning. Si ndio? Exactly. Mimi niko family planning nafanya kabisa. Bila wasiwasi hata mwenyewe. Mimi niko na 23. Yes. Niko na 23. From my 3 breathing wives wamenipatia watoto. Na kuna pia there is another na mimi watangazia nawaambia usigojeni na ati ndio nikufe ndio aanze kukuja kusema wanataka mali. Niko na watoto wamesaliwa nje. Kuna mmoja ambaye nilipata huko pande ya Kericho. Sasa Cherop akanisalia. Si ni kweli? Ni kweli. Kwa sio mambo ya Cherop unajua. Ilikuwa ya ukali hapo. Wewe si Cherop unamjua? Cherop. Ule tulikuwa na siku ile. Si hapo na mtoto. Huyu yuko na mtoto. Na mtoto. Na sasa hivi mtoto ni mkubwa, si ndio? Kabisa. Na niko na mwingine pande nilikuwa nimeenda pande Mombasa huko Giriamani. Nikapata wawili. Kwa hivyo mimi kusema kweli mimi ni msaaji na nimeenda kila pahali nikitekeleza wajibu kujaza dunia. Nimejaza hata Tanzania, hata Uganda nimefanya kitu inaitwa nimefanya exchange program. Sababu Tanzania nimepeleka watoto 2, Uganda watoto 3. Sio ni mzuri? East African hiyo ndio development. Yes. Tumepeleka watoto huko. Hata huyo amepeleka. Kila kona. Lakini wa huyu bila aliwaacha tu namna hiyo nikasikia watoto wamelia. Oi, ametuacha. Unaona aliwaacha hakurudi huko. Ni kweli. Yes. Na wewe Makoha umejifunza nini kutoka kwa Bazu Ondiek? Bazu Ondiek kusema ukweli, huyu jamaa ni mchenera sana. Ukweli ni kwamba amenifundisha vitu mingi sana. Kuwa mpole, jinyenyekee, mjue Mungu. Na unajua at the end of the day sisi ni binadamu, we are not 100% kama Mwenyezi Mungu. So jifunze na ulimwengu vile inaenda. Na ulimwengu ni kitabu. Tunajifunza kila siku. Kuwa mnyenyekevu. Chua kuongea na watu, vitu kama hizo. Na tukiwa hapo, Bazu ametaja kuhusu kujipanga kimaisha, amelan sana na Makoha kujipanga kimaisha. Na tumekuwa tukiona kwa mitandao, hata kwa TV zetu. Tunaona actors ama wasanii wakikuja wanalia sana, tusaidiwe. Na nyinyi mmekuwa hapa miaka mingi. Hatujawahi ona Ondiek ama Makoha akijitokeza analia asaidiwe. Ni nini mnafanya tofauti? Tuanze na wewe Makoha. Kusema ukweli, kitu ya kwanza kwa hii sekta umeambiwa ni discipline. Ukipata 10, kula 5, weka 5. Ama ninasema urongo? Si ni kweli? Weka 5. Na please la haishi dunia. La ulisaliwa na ukaikuta. Na utaenda uiwache wengine wakikula. Kwa hivyo angalia nyuma ni nini ulifanya ama what can you tell people? Ama watu watasoma nini
kuhusu. Ni kweli. Kitu kama hiyo. Ndio hiyo. Mimi waambia watu. Unaweka uzito hiyo maneno. Mimi naweka uzito kwa sababu mimi naambia mtu yoyote na sio wasanii peke yake. Naambia mtu yoyote ambaye ananisikiza saa hii. Kuna masimo mbili ambaye huwezi jaza katika hii dunia. Unajua unatembea kwa bar, unaingia Uraino, unakojoa ukifikiri utakuja kujaza. Uingie katika Guinness Book of Record, hiyo utajaza. Hiyo simu nyingine ambao wanaume wamejaribu kujaza, sitaitaja sababu wanaijua. Wamejaribu, babu yao hawakuweza, baba zao hawakuweza, mimi sijaweza. Makoa ulijaribu, uliweza. Nilishindwa. Basi, haijai. Kuna masimu mengine lazima unajua ujihadhari nayo. Exactly. Na unajua hii masimo mbili inatosia mpaka trailer miguu 24. Itapotelea hapo. Ni kweli. Unasikia? Nyumba ya ghorofa 12 natosea hapo. Unapata samba eka 20 natosea hapo. Unapata magari inapotelea hapo. Ni kweli. Just imagine hiyo masimu kwani inatosana namna gani? Na inatosea hiyo vitu na inajaa. Na hakuna siku inajaa. Ni kweli. Hakuna siku itajaa. Sasa hiyo ndio kitu moja lazima mtu yote ajue, either ni msanii ama mtu yote ambaye ananisikiza sasa ama ananiona ajue kwamba kuna siku utaingia katika Guinness Book of Records. Atumejaza one of those odds. Hawezi jaza. Alafu kitu kingine kujua kwamba in Kenya and I'm sorry to say that. Yes. Tujafika kuwa na wanajiita celebrities. Celeb. Yes. Hiyo iko kwa Kenya na ninawasumbua na ni ujinga na ni upumbavu. Kenya tujafika pahali ambapo unaweza sema kwamba wewe ni celeb. Waende Ulaya wakutane na Beyonce, waone bila hao watu wanaishi, maisha ile iko huko na bile maisha yao iko, wakompare na hii hapa kwetu. Ni kweli. Yes. Hata ukinunua gari ya German, unanunua second hand. Na wewe mwenyewe ndio unajiendesha. Unajaribu kulipa vijana hapa shilingi 2 wakwe bodyguard yako, ni upumbavu. Wacha nikwambie, enda taratibu. Hii maisha afadhali maisha iwe ni mbaya ukianza kuliko ukimaliza. A good ending is better than a good beginning. Na hapo ndio watu wengi wajajua. Hii miaka bile tunaenda polepole alafu unajaribu kuishi maisha ya watu wengine. You live their life. Mimi nikijaribu kuishi maisha ya mtu mwingine, sijui yeye upata wapi pesa. I don't know. Mimi I live my life. Nikitaka kutembea mguu niwache gari natembea. Nikisikia nataka kuingia kwa matatu naingia matatu. Maisha ni yangu sio yako. Let me tell you, jaribu kuishi maisha ya watu, you'll become one of the most frustrated person. Na hiyo ndio imesumbua Wakenya. Ni kweli. Unataka uende, kuna klabu mnakutana, sababu nyinyi ma celeb, mnafanya hivi, mnakunywa. Na utaki kosekane hapo because if they don't see you, watasema you have become a junk. Ni kweli. Na kujipiga picha ukipost online. Hiyo kujipatia pressure. Hiyo ni pressure wanajipatia. Mimi nasema wote niende itaratibu. Hata si they know that this man is slow but sure. He knows where he's going. Wakisikia nimepata watoto 24, they know kwamba amepata 24 kwa mpango. Ni kweli. Mwambie watu jipange. Asante sana kwa hiyo point. Watu wajipange. Ndio. Na kitu kingine nilikuwa nataka kuongeza. Ongeza tu. You know, tumesema hii dunia ni mwalimu. Ni kweli. Ni kweli. Kumbuka pia kuna kupanda na kushuka. Unaweza kuwa bilionea leo, kesho wewe ni fukara. Ni kweli. Na si atukumaanisha hiyo ndio mwisho wa dunia. Bado unaweza pika kutoka hapo. Hata wacha hivyo makoa. Tumeona mtu ametengeza mabilioni. Na ndio mimi naambia watu maringo wachaneni naye. Kocha maringo. Unapata mtu unatengeza mabilioni, then all of a sudden unaambiwa ameaga. Kesho mnasoma kwa gazeti alipelekwa kwa makaburi, kwani hata hakumweka hata dakika 2. Haraka amekufa asubuhi, saa 8 ameshikwa. Mabilioni yamewacha. Kweli. Si tuliona bilionea amekufa within hours akashikwa.
kweli. Ule mwingine hata kama aliwekwa siku chache namna hii, si bado alishikwa. Ni kweli. Na hakushikwa na ile magari yake. Kweli kweli. Ile maisha alikuwa na hiyo maisha ya juu hakuenda nayo. Kwa hivyo watu wakuwe wapole, tuende taratibu. Okay. Na tumuogope Mungu. Si mambo ya kuona watu wengine unadharau watu. Nikikutana na Alansi, mimi nakudharau, nakutana na mwingine unadharau. No. Haifai. We are all equal before the eyes of the Lord. Ni kweli. Asante sana. Tukuja hapa. Hii industry yetu ndio. Ni kweli inahitaji kazi. Lakini mimi nataka kujua ya kwako Ondiek na kwako Bwana Makoha. Tuanze na Bwana Makoha. Ndio. Ungepewa 24 hours za kukuwa rais wa Kenya. Yes. Ni changes gani ungefanya kwa entertainment hapa kwa hii industry ya art? Changes gani ningefanya kwa hii industry? Ningehakikisha first of all our artist wafanya nini? Tukue na muungano ambayo ni muungano itajenga kamati kama rais kama rais muungane muje muniambie mko na this and this and this and this sisi tufanye nini tuchukulie kuanzia hapo tufanye 50 na nyinyi mfanye 50 that is yes. Na wewe kama Makoha wa very prominent comedian and actor kwa miaka mingi ni nini kitu moja sasa mtu akikwambia ni nini unafikiria umeleta kwa industry tofauti na Bwana Ondiek unaweza sema ni nini? First of all nimewaletea comedy ambaye ni comedy inaelimisha na inapatia watu pia kuwa na hakuna makao mwingine kama na hakuna makao mwingine kama mimi unaona kitu kama hiyo inaelimisha ni unique na elimisha na watu kuna watu wawili watatu watachukua idea kutoka kwangu watafaidikia hapo. Asante. Yes. Rais Ondiek unabadilisha nini? Yes. Mimi wacha nikwambie, let me tell you, if I become the president of the Republic of Kenya. The first thing. Yes. Niko na bibi tatu. Kitu ya kwanza definitely bila unapanda ngazi ndio unaongeza mabibi. Katika hii maisha huwezi kana bibi tatu kuwa president. You see, once you become the president of the Republic of Kenya, ongeza mabibi. Ile kitu ingine ambayo nitafanya nitaongeza jela, nitajaribu kuongeza jela. Nairobi tuko na Kamiti, tuko na Lang'ata, na tuko na pale industrial area. Taisa ongeza kama ni jela kama ingine 2 sababu ya watu kama kina Makoha wapate pale ya kupelekwa. Kitu ingine nitashughulikia wasanii. Make sure nitaleta kitu naitwa art policy. Yes. So that Ministry of Culture iwe inakuwa na minister ambaye ni msanii. Yes, nitaleta hiyo tofauti na tuwe na art policy na tuwe kama jirani zetu hapa Tanzania wako na shirika inaitwa BASATA, Baraza la Wasanii wa Tanzania. Na hiyo BASATA inapata mgao ya pesa kutoka kwa serikali. Ukienda Tanzania you can not every Dick and Harry anaweza ingia huko na fanya performance. Ni kweli. Lazima kuna utaratibu ambaye iko pale Tanzania. Lakini hapa kwetu Kenya wasanii artists are not protected. They are not insulated. Why? Artist anatoka Congo, anatoka France, anakuja na anaweka dance yake hapa Nairobi, anaperform, anabeba pesa yote anaenda nayo. Ni kweli. Unaona? Unapata sisi hatuwezi fanya kitu kama hiyo. Ati tunaenda nchi nyingine. Ukiingia tu hapa just across the border hapa Tanzania utaitiswa license. Nani amekuleta work permit na bond umelipa, tax umelipa, na yule anakupeleka na uliswa why are you importing labor from Kenya? They are our neighbor. Lakini hapa kwetu Isai tu hata ni bile tumesimamisha mambo ya rege na tukasema hakuna mikutano, hakuna fanya machachari hiki jioni, lakini when it will be open because it is going to be open very soon, hiyo dance itarudi.
Na mimi nakwambia utaona wasanii kutoka hapa neighboring country and I know they are watching me. Yes. And this is the truth. Hapa kwetu mnajitawala. Tukikuja kwenyu inakuwa shida. You cannot hata msanii atatolewa kwa jukwaa sababu una mabarua. Yes. Wow. That is how much. And then the other thing. Tanzanians na Waganda and like Kenyans, they love their artists. Wanapenda wasanii wao. Unaona? Na hata timu ya kama timu ya Tanzania yao ya taifa wanaipenda sana. Hata timu zao hizi zingine hizi unaona za league kina Simba wanazipatia support na wanazipenda na wanatokea kuona mpira. Ni kweli. Hapa kwetu Kenya tunajinyonga sababu ya Man U. Mwingine anajinyonga sababu ya Arsenal. Kwanza Arsenal ndio imefanya watu wengi wanajiua. Watu wamejiua. Hata Makao alikuwa karibu kujiua sababu ya Arsenal. Nilikuwa nasema Arsenal hawezi tolewa akuwe anacheza usiku saa 6 tumelala. Hata usinikumbushe. Sababu Arsenal sasa sema ipelekwe wao wanacheza na timu gani ambayo wakuwa wanacheza na Kangemi Football Club. Because wamefanya watu wengi wa Kenya wajiue. Wanajiua kila wakati. Now, unajua sababu ya Manchester, sababu ya Arsenal, unajua kwa sababu ya Man City, Barcelona, sahi inaitwa La Liga. Inaendelea sahi. Watu wanajiangalilia na watajua sababu ya mchezaji yao wamefanya hii na ile. Unaona? Mwingine wa Kenya. Unaona? Jamana, kuna siku Lukaku aliwekwa penalty akatoa nje. Kuna jamaa alishindwa kukula. Unaona? Sasa unajiuliza mchezo unachezwa kilomita 100 na hii hapa kwetu hapa Kasarani ya muendi kuona. Mchezo iko hapa Nyayo Stadium hatuendi kuona because we don't love what is there ours. Hakuna haja nikudanganye. That is exactly what has happened. Jiulize Tanzania wako hapa. Mbona the business community ya Tanzania wametoa pesa wakaekeza katika kazi ya usanii. That is the reason why when we visited Tanzania 1996 tulikuwa tuko mbele yao. Saa hii I can tell you, mimi namwambia wewe kweli, Tanzania wako mbele ya Kenya. Hiyo ni kitu ambacho nitakwambia. Zile sinema wanafanya kila wakati. They are churning new movies. Ni kweli. Every day. Na umefanya vizuri umetaja hiyo. Juzi tulikuwa na Mama Kai hapa. Na yeye alikuwa na share the same sentiments that kwa nini tumejaza Watanzania kwa billboards? Kwa nini tumejaza wasanii wa nje kwa billboards? Akasema wasanii wetu wapewe advertisement wazifanye. Yes. Lakini hapa kwetu Kenya anything foreign iko sawa. Kama unaona kijana na kijana kadogo kanaitwa Titi. Hapo kako YouTube. Wengi wanakafuatilia hawajajua ni kama Kenya. Watakapojua kwamba Titi ni Mkenya. Wataondoka bila hujawahi ona. That is Kenyans. Wako na tabia ina hiyo. Sasa wanataka support juu wengi hata unaona ukienda kwa comments wanajaribu kuuliza hii na hii Mkenya ni Mkenya. Sijui wengine wanasema ni Mtanzania hivyo. So they do not know the nationality ya Titi. Titi sasa unafikiria ni Mtanzania na ndio unamfuatilia sana. But utakapojua ni Mkenya wanamuondokea. They will disappear. Wow, very sad. And guys, tafadhali naomba let us support our very own artists. Kwa muziki, kwa acting, kwa comedy, kwa kila kitu. Makao ukiendelea kukoroga hapo. Ndio. Naomba utuambiaje? Yes. Vioja mahakamani. Yes. Mlikuwa wasanii wengi. Ndio. Kwa nini Ndiek ndo mpaka wa leo ndo mmeungana mmeform a very strong duo? Yes. Kwa sababu unajua kuna pia vitu ambazo kama mnaelewana na kuelewana. Unaona? Kuelewana. Akitupa maneno najua nitamwattack kimimi. Akitupa maneno anajua pia ataniattack kiyeye. So hiyo kublend inaitwa chemist. Kublend. Exactly. Ni kuelewana. Kuna kitu moja labda wakati mshaikuwa kwa set. Ashawahi kupiga nayo.
ukajiuliza huyu amefikiria hii kitu aje? Sasa unaona kitu kama hiyo kuna vitu vingi mingi, si moja ni mingi ananipikanga naso mpaka na mimi mwenyewe najipata nimecheka pale, sifai kucheka. Hiyo inatokea kabisa. Yes, si mchezo. Hata mimi kuna shida namwambianga nikisema anararua peke yake. Iko mingi. Inatokea mingi tu. Zile ambaye ni kipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Exactly. Yes. Na Bwana Ondiek. Yes. Ni kitu gani ushawahi sema ikachekesha sana wewe ukifika nyumbani ukaifikiria ukaona hii nilifikiria kuna that one punchline ama that one joke yenye unaweza kumbuka saa hizi? Saa hii nimesema nyingi, sasa sijui kama nakumbuka. Jaribu kukumbuka na jaribu kukumbuka. Nimefanya mingi. Amefanya nyingi. Hii ni miaka. Nimefanya mingi sana. Leo nimesema kuhusu mtu, lakini sasa hiyo bado haijarekodiwa. Lakini nimeisema. Okay. Na hata mimi mwenyewe nikajiuliza baadaye nilikuwa nafikiri namna gani, lakini sasa jua haijaonyeshwa siwezi taja hapa. Ni ukweli hapa, ni kweli. Ni kweli. Kuna vitu ambao unasema hata mwenyewe ukiona baadaye unauliza na Ondiek alikuwa nafikiria namna gani. You know, you laugh at your own jokes. Sasa zingine inatokea hata wewe mwenyewe unaangalia hivi unasema na hii jamaa hapo nimefikiria. So ni vitu ni nyingi. Ni kweli, ni kweli. I agree. Makoha, ushajipata mahakama ya ukweli? Ushajipata kotini? Because I don't deal with crimes. Sijawahi jipata. Ukweli mzuri. Najua unaambiwangwa fanya vizuri usijipate mahali papaya. Ni kweli. Lakini pia hata hivyo najua tu unaweza tu shikwa tu pasipo kosa yoyote. Ni kweli. Mimi zinatokeanga. Alafu unajua msumeno inakata pande zote. Mimi nilikamatwa. Nilikuwa nimeenda Makadara kusikiza kesi. Nikiwa ndani ya mahakama. Hiyo ndio wakati simu zilikuwa ndio zinaanza. Nilikuwa na 3310. Kanokia 3310. Sasa mimi nilikuwa najua nimeweka volume ya chini. Sasa mimi hata saa ile simu inalia hata sijui ni yangu. Mimi naangalia ni nani huyo simu yake inalia. Kumbe ni yangu inalia. Mpaka saa zile polisi alikuja kanishika. Nikatolewa nikapelekwa huko nyuma. So I was arrested. Then sasa nikatafuta mtu ambaye ana simu tukaanza kutumania watu kwamba nimeshikwa. Na hawani huyu ni Ondiek. Ngoja kidogo. Nikarudi baadaye. Baada ya magistrate amemaliza mambo ndio kaniita. Then akaniuliza, hii mahakama umeona iko namna gani? Kama ile yako ya vioja mahakamani. Nikamwambia hii yako ni kali. Ni kali na nikamwambia, nikapiga pole, akaniambia tuli understand lakini lazima ningekuweka hapo ili iwe funzo kwako na wengine wenye tabia kama hiyo. So niliwekwa hapo kama 2 hours. Hapo nyuma. Ndio baadaye nikaitwa. Okay. So hii vitu hutokea. Alafu sasa ikaandikwa mpaka kwa magazeti katokea. Ondiek Nyugakuota was arrested today. Sasa watu kusoma magazeti wakasoma, ikafikia baba yangu na mama yangu. Sasa haraka wanaanza kutafuta masimu. Ati tunasikia mtoto wetu ameshikwa. Sasa ndio baadaye waliponipata kwa simu nikawaelezea. Ilikuwa imewashtua kwa Shago, anasikia mtu amewekwa ndani. Kwani hii mambo namna gani? So ni vitu inaweza tokea. Unajipata huko kotini na inatokea. Kama hiyo ilinipata off guard. Inalia sijui ni yangu. But ni wakati simu it was actually ni kama ilikuwa my first phone. Sababu ya kwanza ilikuwa 6110. Ile iko na aerial kubwa. Na hiyo nikapigwa ngeta hapa town. Hiyo ikaenda. So ilipoenda ndio nikanunua hii. Hii aka sasa 3310. Tulikuwa tunaona kakiwa kasuri sana juu ni kadogo na akana aerial. So ndio namna hiyo na ndio kalilifanya nikae ndani for 2 hours. Okay. Makoha, ushaipatana na fan? Of course unapatana na mafans wengi sana. Lakini ni mgani kama unaweza kumbuka ushaipatana na yeye akakufanyia kitendo moja yenye hutawahi sahau?
kusema kweli sijawahi pata fan ambaye ameni abuse uongo mbaya. Siku ku abuse. Kunifanya nini? Sorry. Wale unakutana nao wanakurukia. Kuna wale kuna kama hata si msichana ni mama actually. Alikuwa excited sana kuniona mpaka kanirukia kwa mkongo, makoa. Akashindwa, kwani nimepika mtu ama nimeipia mtu jamani? Unaona, hata karibu nitoe vita, lakini nikapata ni ile yeye alikuwa na excitement ya kuniona. Ni kweli. Kisatu niyo kitu kama hiyo. Kitu kama hiyo zinatokeanga. Bwana Ondiek, niko sure pia wewe ushazipata hizo. Yangu ilitokea hapa karibu na ndio inaitwa Dubois Road ama inaitwa nini? Hapa karibu. Makao unataka nini? Ile kitambaa ya kupangusa hapa hivi. Ni watu pass very good. Hii pana hii barabara inaitwa nini? Lakini hapo town karibu na River Road. Mama alikuja, ni msichana. Alikuja kanirukia. Nilisikia tu can I kiss you? Na nikasikia amenirukia, nikasikia mdomo yake hata bila kujua. Mdomo yake iko sasa, unajua ni kustuka. Nilikuwa nimestuka, nimekuwa kama fala sasa. Exactly. Niliget, ilikuwa ni kama soko. Sababu mmenirukia, nilisikia ile nimesikia kwanza. I feel like kissing you. Na saa hiyo nimerukiwa na nasikia sasa. Sasa unajua watu wakanizunguka, unajua waliona ni kama walikuwa nafikiria tuna record. Kumbe ni fan. Okay. Amefurahi tu kuniona na anafikiria vile tunafanya huko. Sasa na yeye anaona tuendelee. Ni kweli. Yes. Ndio anajua Ondiek Nyukakuota ni mtu wa wanawake. Ni kweli. Lakini ile kitu ningependa kuambia watu ni mzuri wajue kwamba hii character Ondiek Nyukakuota ndiko na mabibi wengi. Lakini wajue kuna the man behind the character of Ondiek Nyukakuota. Who is this man? This man behind the character of Ondiek Nyukakuota is Hira Mongai. Okay. Ondiek Nyukakuota has many wives. Hira Mongai has one wife. Now Ondiek Nyukakuota anakuwa mpaka ana mabibi wengi na bado ana girlfriends, ana mipango ya kando, but in actual life Hira Mongai, the man behind this character, hana mpango ya kando. Hana mechi sawe. Anacheza local. Anacheza tu mechi local peke yake. I'm so localized. So kwenda nje mechi yangu ni hapa tu nyumbani. Let's touch on the now tukimalizia on the Hiram now himself, the man behind Ondiek. Yes. Ni vizuri umesema the two characters ni tofauti. Ni tofauti. Mtu anajiulizaje? Umesema ni Hiram. And kuna Ondiek. Nikisikia hii jina ya Hiram na hii jina Ondiek ni tofauti sana. Ni tofauti sana. Uliwezaje kuingia into character ya huyu Ondiek? In fact, in acting what you need to do is to understand the character Bible. Hata sasa ukiniambia kaa chini nitengezee script. Kitu ya kwanza nitafikiria what is the story that I want to tell. I need to know what is this story that I want to tell. Will people relate to this story? Okay. Who are the characters in my story? Then I'll create a character Bible. Nikuwe najua huyu character atakuwa hivi, huyu character mwingine atakuwa hivi, atakuwa hivi, atakuwa vile. So what you're supposed to do is to understand the character of Ondiek Nyukakuota. Who is he? Okay. Ana behave na maana gani? Unaona? Yes. Unaambiwa Ondiek Nyukakuota, the character of Ondiek Nyukakuota, he's a very learned Luo, very arrogant. Has many wives. He's a doctor. He has a doctorate. He's a professor. He has so many titles. He's a guy who is learned within and without our nations. Ameenda outside Kenya. Utasikia ameenda Harvard, ameenda wapi. And all that. That is Ondiek Nyukakuota. Okay. Very arrogant. Na familia na mabibi yako na wengi. So unaingiza kwa hiyo viatu. Na accent, the accent. Now what you need to do is actually to understand now this is Ondiek Nyukakuota who is so much educated but the Luo accent is very strong. Comes strong. It is so strong
he cannot be able to he want to speak like an Englishman, Yes. but the Luo accent will always come out. Exactly. But can Hiram speak Dholu? Now Hiram, when he gets into the character of Ondieki Ngwakwota, he'll behave like a Luo, Very talk good. like a Luo, Yes. eat like a Luo, Yes. sleep like a Luo, Yes. because Ondieki Ngwakwota is a Luo. Yes. Now see, Hiram Mongai on this other end, he's so different. So these are two different people. Different people. Yes. And most of the times you find that Hiram Mongai is not known to the public. True. And we always want him to remain that way. Na turuke kwa Makoha kidogo. Wacha nikuulize. Ondiek the character. Yes. Mabibi wengi. Haijawahi kuletea shida nyumbani kwa Hiram. Haijawahi. Because now, I married my wife when I was an actor. So anaelewa. Okay. Maybe at first, the first thing actually that happened is that once you marry a lady, unajua anakuja sozenyu anaona huyu msichana huyu cheza kila wakati kama bibi, ana kama bibi ya huyu hapa nini, anaona zile vitu tunafanya. Saa zingine hata wana suspect. Lakini hatu waizi kari kitu maybe kutoka stage iende another level. Lakini unajua na grow naelewa it is just acting. True. They act and then wakitoka hapo wameenda. Hakuna mtu anaenda mwingine. Ni kweli. So many people actually used to believe that Mama Kaya ndio Ojuanga husband and wife. Alituambia vile alikuwa. Yes, it is true. Alituambia mpaka bibi ya mzee Ojuanga. Ndio hiyo. Alikuwa haamini. Even the wife. Yes. Alikuwa amini. And even when mzee passed on, most of the people are sending condolences to Mama Kayai. Yes. There are some many people who called her, come and collect a contribution. Mpaka nambeba sasa bibi ya Ojuanga anamwambia this ni bibi ya Ojuanga. Huyu ndio mpatie. You see, unapata kwa sababu that watu wengi wanaamini hivyo. They believe. Wamekuona wameona hiyo character, wakaamini namna hiyo. So how do you make them now wapata ile tofauti ya Mama Kayai na Ojuanga, ama wajue kwamba huyu ni Benson na huyu naye ni Mary, they intertwined. Unajua sasa mtu anakosa kuelewa. So that is exactly what is happening. That's the reason why in the streets, on the streets of Nairobi and wherever we go, most of the times, many times, you find watu watakusalimia kama Ondieki Ngwakwota. And when they greet you using that name, I know it is my screen name, it's my stage name, but nita respond. Because I know our people are to understand the difference between Ondiek and Hiram. Exactly. Yeah. Yes. Makoha. Yes, Papa. Who is this man behind the character Makoha? Ni nani huyo? Huyu chamani vile tu nilikwambia hapo awali. Huyu chamani anaitwa ni Makoha. Na huyu Makoha aliingia, okay, kuna Makoha na kuna Matayo Kea. Matayo Kea. Unaona? Sasa huyu Matayo Kea aliingia ndani ya Makoha. Akawa Makoha. Sasa zile vitu zote Makoha anafanya ndio saa hii Matayo anazifanya. Exactly. Na Matayo huyu ndio amezaliwa Nairobi ama ni mtu wa huko nyumbani? Mbotela. Ni mtu ya Mbotea hapa. Mtu ya Mbotela. Mtu ya Mbotela. Hapo kifika Ufaro. Kwani ndio hiyo. Sio kweli. Ndio hiyo kweli. Sasa ndio hiyo kitu nilikuwa nakwambia. Ni mtoto ya Ufaro huyo. Ni hapa ni Bontao. Ufaro for the mountain. Unaweza sema hiyo kukuwa Bontao imekusaidia ku remain relevant juu kwa skits zenu tunasikianga unaangusha mashengo mzito kabisa. Unajua wacha nikwambie pale mtaani kuna watu wamechukua wale nilikuanga nao, kuna wale wamepata advice kutoka kwangu na wamejimake wako sawa saa hii, hata hivi tunaongea. So hiyo bado nimesaidia society, unaona. Na pia kuna mwingine labda Kisumu whatever, yani ni kweli kwa Kenya yetu alichukua hiyo advice ya Makoha na ikamjenga. Yes. Tupatie tofauti moja ile yenye unaweza kushare na sisi. Tofauti moja ya Makoha na Matayo. Okay, tofauti moja ni Makoha ni mzazi. Matayo ni mzazi. Makoha ni yule jamaa nimekwambia Matayo ameingia ndani yake. Huyu jamaa ni fala fulani. Unaipata? Yaani ni mchinga fulani. Ndiye amechukua hiyo character ya Makoha. Okay. Sawa.
hiyo ndio tofauti. Yes. Amazing. Tukimalizia tuletee upishi. Upishi nilimaliza kitambo, nilikuwa na ngocha. Leta upishi tuone umeandaa nini. Nilikuwa na ngocha. Mchinini nisikie tutakula saa ngapi? Leta. Yes. Na tukiendelea Bwana Ondiek. Yes. Vioja mahakamani went off air for some time. Lakini tunajua inarudi. Hata si ati inarudi. Imerudi. It is back. Okay. Yes. Na haija kuonea kwa muda kidogo because vioja mahakamani sisi tulipoacha ilikuwa 2014. Okay. Na in fact one thing that I would like Kenyans to understand is that in vioja mahakamani at no one given time hatukufukuzwa na stationi. Okay. What actually happened, something happened ambayo ilifanyika kutoka kwa management. Somebody somehow feel Ojwang amezeeka na akasema ti program ya Vitimbi ameitupa kwa dustbin. Okay. And in fact tulipoambia hivyo na mama Kai tukaenda kumuongelesha but akatuambia there is nothing that you can discuss about Vitimbi because already iko kwa dustbin. But I just told her what you are saying is literally Ojwang is in the dustbin. And this man amekuwa pa KBC tangu enzi ya KBS, Kenya Broadcasting Services, akakuweko wakati VOK, Voice of Kenya. Nilimpata huyo mzee na kina mzee Tamaa siku ikiitwa VOK, tukawa nao kwa hiyo miaka. Na wakati ya black and white then ikafika wakati around ndio KBC the VOK was actually relaunched ikakuwa KBC sasa ikakuwa Kenya Broadcasting Corporation. It became a corporation. And I remember there was a very big celebration hapo KBC na even the President of the Republic of Kenya who was by then His Excellency President Moi aliweza kugrace the occasion, several occasions huko katika hiyo stationi. Now unapata singeweza kuelewa why. So mimi nikaambia wenzangu, the way I'm seeing it, ukiona cha mwenzio chanyolewa tia chako maji. And you see the best thing that you can actually do is to stand in solidarity with our brothers and sisters in Vitimbi because these are artists like you and me. And tomorrow leo ni wao, kesho ni sisi. So in solidarity with our colleagues we decided to walk out. Wow. So that's exactly what we did. Vile mtandao ilikuwa inaandika unasema tumekuwa reject and all that. Tulipotoka mimi na Makoha na Alexander tuliitwa KTN na tukaendelea na program moja ambayo tumekuwa tukiendelea nayo ambayo uitwa Daktari iko katika YouTube sahi. Lakini still it is coming back at KTN. But later sometimes last year that one KBC again wakatuita then we started talking and we agreed with them. Okay. And you see with the COVID-19 sometimes last year we agreed with ourselves that we'll never be retained again by any station because once you are paid the retainer it is you are actually curtailed. You cannot actually be able to work for several employers at the same time. And you see anything can happen. You can be working to this institution, especially the private institutions, that some of them are owned by families. And when you are employed in a family business, they can decide to close the shop anytime. And in case they do that, where will you go? So you see, it is always good as an artist. Nobody can be able to pay you for the intellectual property right. So the only thing that they can do is to allow you to be. Mimi nakuja nafanya kazi yangu hapa, natoka naenda. Then I go another station, wananipatia kazi nafanya, wananilipa na wale wengine namna hiyo. And I'm supposed to work to work for as many people as possible because at the end of the day I'm making my money right now. You see, it is not tomorrow. It has to be now. If I'm going to make money, it is now. And I totally believe in that. Mimi sitaki kufungiwa, sitaki mambo mingi. And I live a very simple life. A very simple life. Hakuna pombe, hakuna miraa, hakuna mugoka, hakuna wanawake. Yes. Sina starehe yangu ni moja tu. Niende kanisani.
Saa zile siko kanisani, niende kwa fellowship, nikutane na brothers in Christ. Kama siko kwa hizo mambo ingine, utanipata niko ndani ya nyumba, tukiwa na my lady, tunawatch maybe movie kwa Netflix, ama Showmax, ama maybe chakula inapoa. Tutakula baadaye. Sawa. Tutakula baadaye. Unaona? So unajipata maisha yangu imepangwa namna, nimeipanga hivyo. So and actually mbona niende nikatafute marafiki wengine nje, yet I have my wife as my best friend. So kama tuko naye hapo nyumbani na sina pali, kama siko kazini, siko kanisani, siko kwa fellowship, hakuna brother ama sister ambaye tumeenda kutembelea, mbona nisiwe na yeye hapo? So that's the life that I live, and it's a life ambao hata kuna watu wengine waniuliza wao furahishwa na nini, because hauvuti bangi, haukunywi pombe, hauvuti sigara, haukunywi mihadarati, hutumii mihadarati ingine yoyote, mara hutumii na nini ingine mnahitaji, kuna hii na mogoka, si ndio hiyo mogoka imekuja. Yes, to me, mimi I'm okay with a glass of milk, with ama maybe a cup of tea, I'm good to go. Na uko tu sawa. Yes. Magoha, wacha nikuulize hivi wewe. Sababu nyinyi utuchekesha sana. Ndio. Lakini wewe ni nani ukuchekesha? Mimi mimi uchekeshwa na mimi mwenyewe kwanza. Alafu pia kuna pia ma comedians wengine pia ambao pia huwa wananifurahisha, which is ndio wanakuja saa hii. Exactly. Kwa hii generation ambayo imecrop up, ni kama nani ndo unasema huyu anafanya kazi nzuri? Kwa hii generation saa hii kusema tu kweli, kuna mtu kama Kizangila. Unaona Kizangila pia anakuja vizuri, isipokuwa unajua pia ndio hiyo nimekuambia kuna up and down kama hizo katika maisha. Katika maisha. Unajua kitu mzuri na lazima isemwe. Most fact wherever he is, I just want to pray to God that you may recover. He's a good actor, very good comedian. He's at the top of saa hii ndio iko katika prime ya life yake, and this is the time for him to make to make it or lose it. So he will need to find, please Omosh, wherever you are, Kenodia, find yourself as soon as possible. The sooner you find yourself, the better. Hauhitaji mamilioni ya pesa. All what you need, Kenodia, is to find yourself. I'm speaking to you and to you as my friend. Please, you have always entertained me in Tahidi High. And I know you can still do it elsewhere. You can do it in Vioja Mahakamani, in those other programs that are coming up in Mulabalu, and other or maybe even in YouTube. You can do very well. But just believe in yourself. And then, Maze, Kanywaji, Kamnyeso, kando. Hapa mogoka, achana na. Unajua hizi ni vitu ziko, na utazipata tu. Yani unajua ni kujimaintain wewe. Alafu unajua Kizangla ni mtu ana bidii, unasikia kwa na mama wawili. Amejituma. He will need to amejituma already. Mazee Kizangla need to work extra hard. Kabisa. It is time you find yourself. The early the better. True. You have 2 wives ambao wanakuangalia, uko na watoto ni watoto 5 5 children ambao wanakuangalia. Please my brother, it is high time you find yourself and make that decision. If you truly want to change, just walk to any rehab, and I'll be among those people who will help to raise your money for your rehabilitation. Amazing. I love you. Amazing. Magoha ndio tukule, nilisikia ukisema inapoa. Mimi upenda kuchokoza watu saa zingine. Ni mzuri. Wacha nikuchokoze nikuulize aje. Hata sitataja mingi. Ndio. Ya Ulabalu. Daktari. Vioja Mahakamani. Ni gani wewe enjoy sana kufanya? Kusema kweli. Ni zote. Why? Kwa sababu kitu ya kwanza mimi napenda kazi yangu. Hiyo ndio inanipatia morali ya kuifanya. Unaona? Kwa sababu si zote niko. So
Sinazipenda zote. Exactly. Makoha amejibu hiyo swali kama mwanasiasa. Alafu najua nini katika hizo nini zote Kulabalu, daktari, vioja mahakamani, anaficha kama Makoha Makacha. Exactly. Ni kama vile so ni wewe tu huwezi jichagua, ni wewe tu. The character remains. Exactly. Amazing. Watu kutumia sana kwa memes hizi tu vitu fani kwa mitandao. Ishawaifika pahali ukaona imekuwa too much ikakuudhi? Hapana, uongo mbaya. Why? Kwa sababu kitu ya kwanza, unajua hii dunia kuna wakupenda, kuna wakuchukia, kuna ule atakupa yani haters, unajua wako. Unaona? Na wao ndio wanafanya uendelee. Bila hao haters na utaendelea. Lakini ya jamaa wanatengeza hizo memes. Yes. Wao wenyewe wanatengeza kwa sababu wenyewe wana enjoy. Ile kazi ulifanya. Exactly. And we always say one which is okay. If you can use my spent bullet. Yes. Go ahead and use it for your own benefit. Yes. And you see most of the times hawa watu unapata ni msichana anafanya memes ya nani ya Makoha Alexander na unapata inachekesha na hapo kwa ni dem ndio anafanya hiyo kitu yenyewe bado inatokea poa sana. Mazebi naweza rombia tu big up. Hiyo ni kitu poa kuonyeshana kwamba wasanii keep moving. Keep moving. Ni kitu nzuri na kuonyeshana kwamba wanatuwatch. Ni kweli. Kuna maswali 3 mimi uuliza hapa tukimalizia. Na kila mmoja atazijibu. Tuanze na wewe wanaondia. Yes. Tuliongea na ukajua unakuja hapa. Yes. Ni swali gani ulikuwa una expect nitakuuliza na sijakuuliza? Mimi I didn't have sikuwa na expectations ati mengi. Mimi nilikuja tu freestyle, kujibamba. Unakumbuka nikikwambia tunakuja tu hapa tujibamba. Na tumefanya na I hope guys at home pia mmejibamba. Kwa wewe kuna swali na script. Hiyo pia hata nisiko hatukuwa na script wao. Script nayo hatuna. Haya. Swali lingine. Ondiek. Yes. Wakati ikifika unaweza taka watu wakukumbuke na nini? Ile kitu ningependa watu wanikumbuke nayo ni kama msanii ambaye aliheshimu kazi yake, ambaye alijua wakati nilikuwa ninajua naweza read the signs of time. Okay. One of the artists ambaye anajua ku read signs of time na one of the things ambao nimelearn katika hii industry ambao many people might or maybe watakuja maybe kunikumbuka nayo ni kwamba I always advise young artists to understand ya kwamba hii kazi yetu huenda na season. It is seasonal. And a season can be 3 months, can be 1 year, can be 3 years, can be 10 years, can be 20 years. Then hata hujakufa lakini unapata unashangaa sasa ndio unaenda kuambia watu by the way kwani unikumbuki mimi ndio nilikuwa kwani ulikuwa watch TV mimi ndio nilikuwa unaona sasa it is like that. So lazima wasanii wajue kwamba hii kazi yetu so seasonal na wajue kwamba out of sight out of mind. The moment people stop watching you they forget you very fast. At least right now those guys who are coming after us wajasi ni Maumau tulikuweko wakati ya black and white, TV za black and white and tulikuwa tuna act hapa VOK na hata uwezi jiona sababu una TV koko ndani ya nyumba watoto wanajua baba yao ufanya lakini wataenda kuwatch kwa jirani but that is the life ambayo tuliishi. Now sisi ambao tuliishi wakati huo kuna mambo fulani ambao tuliweza kulearn katika hii maisha ya kwamba out of sight out of mind. Now the other thing at least saa hii wasanii wa sasa wala wamekuja wakati hii ya nini ya TV za colored wako na advantage moja ya kwamba at least wana avenues ya ku make sure that the society will never forget them, that they can do their own stuff in the YouTube na waweke katika YouTube ambazo zitakaa na zitaendelea kuochiwa na miaka na mikaka hata baada tumeondoka katika sisi tuko nazo tuko nazo hata sisi tuko katika YouTube. Unaweza tutembelea wapatie YouTube channel ina YouTube channel Ondiek na Makoha. Makoha utaandika MAKOKHA
Yes. Ondiek na Makoha. Na Ondiek iko na N. Yes. Ondiek. Yes. ONDIEK without an I. Usiweke, ukiweka hiyo itakuwa ni Ondieki. So ni Now it is Ondiek na Makoha. Yes. Na kama kuna kitu moja si ufanya, tunajitanga Rekes Code. Yes. Subscribers wetu pale upande wa YouTube ni very true, yeah? Na tukiamua kuvamia channel ya mgeni wetu, huwa tunavamia proper. So Rekes Code, msiniangushe. Tuende pale Ondiek na Makoha. Very good. Yes. Alafu tu watch hizo video zote after kusubscribe na kuturn on notification. To watch videos pale na kama vile si ufanya, angusha comment hapo useme I was sent here to represent Rekes Code. Ama taja Rekes Code, #Rekes Code pahali popote pale. Yes. Swali nyingine ya mwisho, wacha tuanze sasa na Makoha. Ni kitu gani ushawahi sikia imesemwa kuhusu Makoha haikukufurahisha? Na wewe ukajua ile wakati utapata nafasi utaongea ukweli wako. That's why kwa hii show tunaiita Rekeshume na ene. Sasa wacha zitoke na wenyewe sasa. Sasa ni kitu gani hiyo yenye unaweza kuweka wazi that hii haikuwa ukweli? Kuna wakati manzeni, ukisema kweli, kuna wakati nilikuwa nimeuliwa. Nikiwa hai. So nashindwa ni Makoha mgani huyo alidedishwa, ama ni Makoha ule wa TV ama huyu ni Matayo. Hiyo kitu iliniboa yani, lakini kasema ni life, ni watu, mtu hawezi kosa kuongea kitu yoyote. Exactly. So uko free, unaweza ongea anything. Yes. Bwana Ondiek, ni kitu gani unaweza taka kuweka wazi? In fact, sioni miko kitu yote, hakuna mtu amewahi kuniua. Hakuna mtu amejaribu kunibada. Ile kitu ningetaka tu majamaa ajue, kuna chali moja iko Thika ambaye wanasema nilimkurudi nikakutana naye, ati ni twin brother yangu. Mimi nilikuwa simjui, na nilirudi nikaonyeshwa na mtu kwa picha, nikaona kweli tunafanana. Na uchaliwa kasana. Sasa ndio majamaa akawa anasema huyu jamaa waka sijui nini, lakini kitu ningepata kuambia huyu jamaa tunafanana, lakini mimi sinywi pombe. Na siku ile utanipata nigonga gonge uniulize Ondiek nyuka kuota. Tumekuona na tunakujua, jina yako kamili ni Hira Muigai Gige. Mbona unakunywa tembo? Yes, because I don't drink. Okay. Yes. So hiyo ni vizuri umakio. Mark that. Alafu sasa baza tu invite majamaa viewers maze wakamtukule. Ndio hivyo sasa. Si unaona mimi nimenawa. Walikuwa na ngocha? Si unaona mimi nimenawa. Na mikono sababu. Alafu Makoha ameweka sahani mbili. Sasa sijui sasa wewe ndo hautaonja ama nani ndo hataonja. Okay, ndaweka hiyo ingine sana aje. Lakini kamili potieni. Alafu Makoha kuna kitu unapendanga sana kusema. Sijui kama ni mama yangu ama ni mama inakuanga gani? Khandi. Mama yangu Khandi. Khandi ni kumaanisha tena. Aya. Yes, bwana. Mama yangu ni kawaida. Hiyo unajua tu ni mama yangu. Hiyo Khandi ni tena. Okay. Exactly. Mama yangu. Mama yangu. Bwana Ondiek, nitakuomba kama Makoha akisha serve, kama utatusaidia kwa ombi labda moja kwa nini chakula. But pia nataka uongeleshe watu, maybe your parting shot. Sasa ongelesha our viewers. Ile view ningewaambia kitu ya kwanza, na pia the upcoming artists that you can always get in touch with me. Miwa niko open kiasi ya kwamba all those people who have contacted me ambao wameona simu yangu, wameona kadi yangu na wakani contact, muambia tu kitu moja, tuma picha yako ya passport size, full size, then date of birth na height. Okay. So those are the most important thing. Alafu mimi na share na wale casting directors wale mimi najua, so that kukiwa na pali kuna shoot, at least they'll be able to contact you. And for sure
the sky is the limit. True. And for the young, wala wanaendelea na masomo, this is an industry just like any other, the entertainment industry. Yes. And to my fellow artists, one thing that I want to let you know, that this is an entertainment industry. Yes. And the best that you can do is to entertain people and go back home to your family. Don't be part of the entertainment. Don't entertain yourself as you entertain. As you entertain other Others. people. Yes. Otherwise, it is the most dangerous thing that has destroyed so many artists in Kenya and in Hollywood, in the Nollywood, and all over the world. The moment you get to you indulge in a lot of entertainment, you end up messing your life. And let Jesus be the head, and he'll always lead you to greener pasture. He's such a wonderful God that wherever you are, ukimuita atakusikia na atakutendea mambo ya maajabu. Oh yes. Yes. Oh, yes. He's a wonderful God. So sisi tunatuna mambo ingine, Yes. tutaomba, alafu tukimaliza tukishukuru sababu ya hii chakula, then nyinyi mtakuja tu. Yes. You know, mna mko wengi, I can see you are so many. Yes. Msiwe na Ni mingi, wasiwasi. sasa ni more. Ni kidogo kidogo takula kidogo kidogo. Sisi So wote. make sure tukinini tu namna hii mnakuja. Mnakamu, si ndio? Baada tukimaliza tu kusema amen hapo. Wakimbie. Tuko nayo. Haya, Sawa, wacha basi. tushukuru. Lord Jesus, we come before you to thank you for this food. Yes. We uplift you. Thank you, King of Glory. You gave this meal unto us. Yes. Receive all the praises and honor, Almighty Redeemer. Yeah. Because you are Jehovah Jireh, Jehovah the provider. We thank you because of those who do not have a master. Because, Lord, as you give unto them, because you provide to us all. Receive all the praises and honor, Almighty Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kamuni, Kujeni tukule. Kamuni. Na tuwaonyeshe. Kamuni. In that camera. Nawe Tuwaonyeshe. Yes. This is me. I'm a cooker. Hii imetengenezwa na kuka. Yes, me. He's the cooker. I'm the cooker. The cooker. Yes. And of course, Wale wako kule wanaona. Mnaona kweli? Mnaona? Yes. Yes, ndio Ya kuka. yes, tukiendelea kuonja ni kushukuru sana Yes. wewe ambaye Yes. umekuwa na sisi from when we started this show. Yes. Umekuwa na sisi pale, umesubscribe, umecomment, umeshare. And of course, a big thank you to Biznet Kitchen. Yes, Biznet Kitchen ndo our amazing partners wenye wametupatianga sufuria kama hizi zimetumika siku ya leo, wametupatia dish rack kama hii, wametupatia chopping board kama yenye Makoha alitumia siku ya leo, wametupatia all these amazing other things unaona kwa hii kitchen. Yes, biznetkitchen.com. Na nikukumbushe that biznetkitchen.com wako na offer kwako Rekes Food member. Unaweza ingia hapo alafu uchukue hizi vitu zote at an offer. Unafaa kufanya nini? Ingia www.biznetkitchen ama pia watembelee pale town, pale Tea Room kwa shop yao iko pale next to 2NK, hapo 2NK stage hapo. Kuna that building ilijengwa hapo. Ukiingia hapo first floor, ask for Biznet Kitchen. Also chukua hii namba, wapigie simu watu wangu ya diaspora. Yes, hata nyinyi you can order these things na zitakuwa delivered to your loved ones at home. biznetkitchen.com is the place where unaweza nunua vitu zote za jikoni. Wanasema cook and serve like a boss. Siku ya leo Makoha ametupikia like a boss, ameserve like a boss. We are about to go eat like bosses. Kwa hivyo kujeni. On this camera nimekuwa na director Nelson Manoma. On this camera nimekuwa na director Morris Gekanga. And my guest on the show today nimekuwa on Diek Nyukakota na Makoha mwenyewe. Hey, we are here. Yes. Thank you. Yes. Yes. Karibuni chakula. Yes, karibuni. Yes. Sasa Please, nimeona Makoha ataweza kazi. ndio. Hakuna haja aende nyumbani. Asiende nyumbani. Nimequalify. Umequalify. Sikwambia Hata umefika hiyo nyama. Endelea na kazi. Endelea na kazi. Lakini ukiangusha hizi Si mimi nimeangusha. kusema ukweli utaenda. Sorry. Forget my manners. Yes. Ndio. Ndio. Thank you. Ita cameraman wakuja kule. Wakuje kujani. Kabisa kamera mkuja. Wacha na kamera, kujeni mkuje. Ziwache tu. Kuja. Wacha tu. Director Nelson. Njoo hapa. Kabisa.